الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، siku zitakapofichuliwa siri. Tulifikia hapo katika darsa iliyopita, yauma tubla sarair. Wasamai wa tariqi, na hapa na mbingu na nyota zinazochomoza usiku. Wama adraka matariqu, kipi kitakujulisha hichi kinachokuja usiku? Kilichokusudiwa hapa an-najmu thaqib, ni nyota zenye kung'ara, na kilichoapiwa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, hakuna mtu yoyote au nafsi yoyote iliyo huru isipokuwa imewekewa viumbe wanaohifadhi anachofanya mtu huyo au nafsi hiyo. Falyanzuri linsanu mimma khuliq, viapo vyote na ithbati aliyoweka Allah kwamba kila binadamu kawekewa wachunga wanaohifadhi anayoyafanya, ni majibu ya wale wanaopinga kwamba hakuna kufufuliwa. Anathibitisha Allah kufufuliwa kupo, na yatakayojiri baada ya kufufuliwa yataenda kama alivyoahidi. Sasa kama kuna mtu haamini, anapinga kuwa aliyekufa hafufuliwi, Allah akatoa hoja na dalili kwa mtu mwenye akili zitamsaidia kufahamu uwezekano wa kufufuliwa aliyekufa upo. Falyanzuri linsanu mimma khuliqa, hebu mwanadamu ajiangalie mwenyewe, yeye hasa kaumbwa kutokana na kitu gani mpaka akawa hivyo? Mtu anajiona ana akili, ana maarifa, anafikiri, anatoa maamuzi, anamiliki, anatumia. Katokana na nini? Khuliqa min ma'in dafiqin, kaumbwa mwanadamu kutokana na maji yanayotoka kwa kuchupa. Hiyo ndo asili yake na ndo sababu ya kupatikanwa kwake. Maji hayo yakhruju min baini sulbi wa taraibi, yanatoka baina ya sehemu ya uti wa mgongo na mifupa ya mbavu. Uti wa mgongo kwa mwanamme na mifupa ya mbavu ya mwanamke, humu ndimo zinamotengenezwa mbegu za uzazi ndani ya mwili wa binadamu. Innahu, hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyeapa na akatoa dalili. Kwa dalili hizo, kama mtu ana akili ya kuzizingatia vizuri, innahu, hakika ya huyu Mola aliyefanya hivi, kumuumba mwanadamu kutokana na sababu dhaifu. Innahu ala raj'ihi, huyu aliyeumba binadamu kutokana na sababu dhaifu, kumrejesha tena baada ya kufa kwake, laqadirun, anaweza. Kama alivyomvumbua akawa mtu kutokana na sababu ndogo sana, dhaifu mno, basi na baada ya kuwa mtu kamili halafu wakafa, kumfufua upo uwezekano, atafufuliwa. Lakini sio leo. Habari ya kufufuliwa watu wakalipwa walichokifanya, hii ni habari ya maisha ya ulimwengu wa baadaye, yauma tubla sarair, siku ambayo patakuja kufichuliwa siri. Kwa hiyo leo tunaondokea hapo kwenye aya ya 9
yauma tubla sarairu, siku ambayo patakuja kufanywa majaribio. Pahala pa mtihani ni hapa duniani. Kwa hiyo sote mitihani yetu tunaifanya hapa. Kumbukumbu za tunachofanya zipo, tunakokwenda kunatolewa matokeo. Sasa huko si kwa hala kwa mtihani, ingawaje katumia neno Allah yauma tubla sarair, na tubla inatokana na neno ibtila na maana yake ni mtihani au test, lakini imeitwa hivyo yauma tubla sarair kwa sababu kuna mambo yatatendeka huo wakati wa hisabu, hukumu, kutoa maamuzi. Kuna mambo yatatendeka yenye utatanishi, yatahitaji yapatiwe uthibitisho au hakiki. Pametolewa maamuzi, huyu bwana aende motoni, lakini yeye mwenyewe atatafuta uwezekano wa kukwepa hukumu hiyo. Binadamu aseme mimi siendi motoni, atatengeneza sababu, atatoa udhuru wa kuonyesha yeye alikuwa ni mtu mwema, na Allah yeye mwenyewe anathibitisha huyu si mtu mwema, ni mtu mbaya. Kwa hiyo limetumika neno tubla sharair kwa sababu watu wanafanya mambo yakawa ni siri zao nyoyoni, hawajulikani na wenzao. Allah anayejua akishasema huyu si mtu mzuri, atafanya mambo ya kuthibitisha ubaya wake. Huyu si mtu mzuri, ni mtu mbaya, na uthibitisho wa kwamba ni mbaya ni huu. Kwa hiyo mitihani ya huko ni ule uhakiki ambao utazaa uthibitisho wa maamuzi ya Allah. Huyu nimemrehemu, nimemsamehe, anaenda peponi, hata kama kuondoka yake duniani watu walimshuhudia kwa ubaya, lakini kama alimalizia vizuri, kapatana na Mola wake, huko kutakwenda kutolewa uthibitisho wa alivyomalizia. Na hata kama duniani mtu kaondoka mwema, anapendeza kwa watu, Allah akahukumu huyu ni mtu mbaya, simpendi, huko atatoa uthibitisho wa ubaya wake, huyu ninamwadhibu kwa sababu hii. Sio mitihani ya kuambiwa basi swali, basi kaa pale ulete istighfari, fanya mema basi angalau mawili matatu. Sio mambo ya huko. Huko hayatofanyika. Patafanyika mambo ambayo yatakuwa ni uthibitisho unaokubaliana na maamuzi atakayoyatoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Yauma tubla sarair, watu watarejeshwa kwa Mola wao na walipwe watakachofanya hapa duniani, siku ambayo zitakuja kufichuliwa siri. Ai, maana yake yauma tumtahanu alqulub wa tukhtabaru, ni siku ambayo nyoyo za viumbe wanadamu zitafanyiwa mitihani. Zitakuwa na mtihani mgumu nyoyo za viumbe. Wa tukhtabaru, na zitafanyiwa tests, majaribio. Jawabu za majaribio hayo zitakuwa zinakubaliana na maamuzi aliyoyatoa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'rafu ma biha, kwa testi hizo patajulikanwa yaliyomo ndani ya hizo nyoyo. Wa yu'rafu, patajulikanwa ma biha, yaliyomo ndani ya hizo nyoyo, min alaqaidi wan niyati, miongoni mwa akida, itikadi zao walizokuwa wanaishi nazo duniani na nia walizokuwa nazo wakati wanapofanya amali zao. Ndiyo, alikuwa anaswali, alikuwa anasomesha, alikuwa ni mtu wa kheri, anatoa misaada, lakini yote haya yana vigezo vyake vya kukubaliwa. Havipo, Allah hatomuonea mtu haya akamwambia vyote hivi ulifanya si kwa ajili yangu, ninakataa kazi zako hizi. Kwa hiyo itikadi yake, nia yake wakati alipokuwa anafanya mambo yake, ndivyo vitakavyofanyiwa testi ndogo ndogo, ili
maamuzi ya Allah yakubaliane na uhalisia utakaozaliwa na testi hizo. Wayumayazu, na patapambanuliwa, watabaguliwa watu, baina ma twaba minha, baina ya zile nafsi zitakazokuwa ni nzuri, wa ma khabutha, na zile nafsi zitakazokuwa mbaya. Au zitapambanuliwa katika hizo amali au hizo siri zilizokuwemo nyoyoni, zitapambanuliwa zionekanwe zile ambazo zilikuwa ziko sawa, zimefuata utaratibu, na zile ambazo zilikuwa zimempelekea mwenyewe aliyefanya kwenye failure, hazikukubaliwa, hazikuwa sahihi. Mifano kwenye Qur'ani ya mtihani huu au mitihani hii ni mingi sana, lakini kwa sababu ya muda, hebu tuchukue mfano mmoja tu, na mfano huu mmoja nitautoa kwenye Suratul Hadidi kwenye aya yake kuanzia ya 12 mpaka aya ya 15. Suratul Hadidi aya ya 12 ni mfano ambao mtihani utakaofanywa siku hiyo utathibitisha watu wazuri na amali zao walizozifanya zilipofanywa kwa nia nzuri, kwamba ziko firm, zimekubalika positively na zina thamani kubwa, wanalipwa wenyewe ujira na wanafurahia matunda ya kazi zao au ibada zao. Na kuanzia aya ya 13 mpaka ya 15 ni upande ambao nafsi zilizopewa mitihani hiyo zikatoa majibu negatively, kwamba ingawaje walikuwa watu wema, bimaana Waislamu, walitamka shahada, wakafanya vile vilivyoonekanwa kama swala, saumu, hija na mambo mengine, lakini hawakufanya kwa ikhlas, kwa ajili ya Allah. Walifanya, ni Waislamu na walifanya amali fulani, lakini hazikufanywa vizuri. Aliyefanyiwa hakuzikubali kwa sababu watazikataa, hazikufuata utaratibu. Wafanyaji hawakuwa na ikhlasi na nia zao wakati wanafanya hazikuwa nzuri. Kwa hiyo mfano wa aya hizi utawakilisha na mitihani mingine mbalimbali iliyozungumzwa kwenye sura mbalimbali na aya mbalimbali za Qur'ani, mitihani midogo midogo ya siku ya Kiyama. Aya ya 12 ya Suratul Hadidi inasema, yauma tara almu'minina walmu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaymanihim, siku utakayowaona waumini wanaume na wanawake, ndio hiyo yauma tubla sarair, wataonekanwa waumini wanaume na wanawake. Yas'a nuruhum, imeenea nuru yao, imezagaa nuru yao, baina aidihim wa biaimani, upande wao wa mbele na kuliani kwao. Hapo tu inatosha kujua kwamba huu ni mtihani, kwa sababu nuru au mwangaza hauna tabia ya kupiga kipande kimoja kwingine kukawa kiza. Yani wewe hata ukiwasha tochi ina ile beam ambayo ni reflection inayotoka kwenye balbu pale ikapiga kwenye kile kigae cha ndani chenye rangi ya silver, bimu ile inapiga mbele pale, panakuwa na nuru kali, lakini hata aliyoko huku nyuma ya mwenye tochi anaona kwa nuru ile ile. Kweli si kweli? Kama ni kiza totoro, nikiwasha tochi mimi nikielekeza kwenye blackboard mwanga wote kwenye tochi utaenda pale, lakini mote humu ndani watu wataona kwa ile nuru, japokuwa percentage yake inapungua kutoka eneo na eneo. Huku nuru itakuwa kali, lakini huku pia watu wataona, japo kwa nuru ile ile hafifu. Sasa hapa kasema Allah kwa lugha hiyo, siku ya Kiyama watu wanaondoka pale mauqiful qiyama, kwenye uwanja wa hisabu, wanaambiwa nyinyi mmefanikiwa, nendeni zenuni peponi. Wanaenda peponi wakiwa wanaona vizuri tu, madal basar, yani upeo wa macho mtu anaona, kwa sababu ana nuru ya kuonea.
Kwa hiyo kasema kwa sifa yasa baina aidihim wa biaimanihim, nuru hiyo itakuwa ni nuru ya maajabu, inaangaza vizuri upande wao wa mbele na upande wao wa kulia. Qur'ani nzima ikitaja yamin au ikitaja baina al-aidi, hizi ni alama za kheri. Mtu anapewa kitabu chake mbele, anakiona, anakipokea usoni kwake, au akipewa anakipokea kwa mkono wa kulia, ni alama ya heshima. Huyu mtu kaheshimiwa, ni mtu wa kheri. Lakini Qur'ani hiyo inasema kuna watu wanapewa vitabu vyao, namna wanavyopewa vitabu vyenye amali zao, watalazimika wavipokee min warai dhuhurihim, nyuma ya mgongo. Kama huyo mtoaji wa kitabu kakupiga kwa huku nyuma begani, bwana chukua mzigo wako, unaupokea, anayekupa yuko nyuma, halafu anakupa kwa namna ambayo utalazimika upokee kwa mkono wako wa kushoto. Hii ni alama ya dharau. Aliyepewa kwa mkono wa kulia, huyo ndo kaheshimiwa, na anayempa wanatazamana, anakipokea kitabu chake mbele ya uso wake. Lakini mwingine anapewa kitabu nyuma ya mgongo wake na anakipokea kwa mkono wake wa kushoto. Kwa hiyo hawa watakaoona nuru yao upande wa mbele na upande wa kulia ni watu wa kheri. Allah atujalie na sisi ni miongoni mwa hao watu wema, wamefaulu mitihani yao, wamefanya kazi zao za viwango nzuri, zimekubaliwa. Malaika watawaambia bushrakumul yaum, hongereni leo, hongereni. Jannatun tajri min tahtiha al-anharu, huku mnakoelekea sasa, mlikoambiwa mwende, huku ndo mnaenda zenu peponi, kwenye pepo ambayo inapita mito chini yake. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, huku mnaenda kwenye pepo ambayo inapita mito chini yake. Dhalika huwa alfawzu alazim, huko ndo kufuzu kuliko kukubwa. Wale waliokuwa wapo duniani wanajua hapa tunapita, safari yetu ni ndefu, inahitaji matayarisho. Kwa hiyo wakajitayarisha, wakajiandaa, wakachukua masurufu, walikuwa wanalenga waende kwenye mafanikio, wamalizie vizuri. Kwa hiyo wanaambiwa dhalika huwa alfawzu alazim, hatua mliofikia leo, matokeo mliopewa leo, hii ndo ile fauz, mafanikio makubwa yaliyokuwa yanapiganiwa, yanatafutwa na watu wenye akili. Kwa hiyo hongereni, mmefanikiwa. Kwa hiyo hao ni watu wema. Mtume aliulizwa na maswahaba, hii nuru ikoje? Nuru hii wanayopewa watu siku hiyo, wakaonea mbele na kuliani kwao. Mtume akaambia, hiyo ni natija ya amali zao njema. Allah anaigeuza nuru katika kipindi hicho cha kuondoka mauqiful qiyama kwenda zao peponi. Lakini nuru hii ni nuru ya maajabu, kila mtu anayo yake na kwa kiasi chake, haonei nuru ya mtu mwingine, yani iko selectively. Kila mtu ana yake, ni zile amali zake mwenyewe, hizi ndo zinamuwezesha kuona. Kwa hiyo mwingine kwa nuru yake anaona hiyo madda albasari, yani kunakofika jicho lake mbali huko, anaona kule kuna nini. Mwingine inapungua, inakuwa haijambo, lakini ana uwezo wa kuona vizuri pia. Mwingine ataona pale unapofika mguu wake tu, yani nuru yake yeye hafifu. Akinyanyua mguu lazima aangalie vizuri kwa umakini, huu mwingine na uweka wapi. Yani kwa kupiga mfano wa tochi inayotumia betri, dry cell, tochi yako ikawa na betri mpya, si unaiona power yake, lakini kadiri unavyoitumia inapungua power, nuru yake inakuwa ndogo. Betri zikisha kabisa inawaka, unaona tu kama kidoto chekundu hivi.
mwanga umeisha. Kwa hiyo na nuru hiyo kila mtu anayo yake. Aliyefanya vizuri zaidi nuru yake inakuwa kubwa zaidi, aliyefanya haijambo nuru yake itakuwa haijambo, aliyefanya bora nifanye tu, basi na yeye nuru yake itakuwa bora upate tu. Kitendo hiki cha kupewa watu nuru, na inahitajika kwa sababu occasion hiyo ya watu kuondoka mauqiful qiyama kwenda zao peponi itakuwa ina mambo mengi ya ajabu ajabu. Kundi la watu watakaoondoka hapo wanaelekea zao peponi litakuwa lina mchanganyiko unaohitaji mchujo. Wengine wanaondoka hapo kwa tamaa ya kwamba wanaenda peponi, lakini hawatakiwi wafike peponi. Kwa hivyo nuru hiyo itatengeneza kitu kama gap hivi. Wenye kuona vizuri watatembea kwa spidi, kwa sababu wanaona wanakokwenda, na njia yenyewe iko very rough. Kwanza kiza, halafu njia sio nzuri, ina maudhi tele ya njiani, mashimo nini, miba. Sasa akiona anajua hatua zake, anakanyaga wapi, anaenda vizuri. Kwa hiyo wale wanaoenda vizuri watapiga hatua, watatengeneza gepu baina yao na watu ambao hawaoni vizuri. Wengine watakuwa wako nyuma, kwa hiyo patakuwa pana gepu hapa katikati. Wanaoona vizuri wanaenda zao speed, wasioona vizuri wanabaki nyuma. Kwa hiyo aya ya 13 inasema tofauti na hawa wenye nuru. Sasa yauma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu, siku hiyo hiyo ndiyo siku ambayo watasema wanafiki, wanaume na wanawake. Waumini na wanaume na wanawake ndo hao wana nuru yao, wanaenda vizuri tu, lakini wanafiki ni Waislamu ambao hawakuwa na imani nzuri kwenye dini yao, na walipotenda amali zao hawakuzitenda perfectly, hawakuzifanya vizuri. Nia zao hazikuwa sawa. Mwingine katoa sadaka, anasema kakusudia sadaqatan lillahi taala. Mwingine katoa sadaka, lakini pengine aliyempa anamhitaji kwa mambo mengine, kwa hiyo lengo lake ni hayo mahitajio yake mengine. Hawa ni watu tofauti kabisa. Kwa hivyo siku hiyo hawa wanafiki hawatakiwi waende peponi. Lakini wanafiki ni watu wenye vipaji, si mnajua Allah amewasifu kwa kusema idha raaitahum tujibuka ajsamuhum, ukiwaona physical appearance yao wanapendeza, miili yao inavutia, kusema huyu muungwana. Si watu wa ovyo wanafiki. Wa yaqulu, na wakisema, akisema asimame atoe hutuba apresenti mada, tasma liqaulihim, utasikiliza, utapenda kusikiliza maneno yao. Ni mafasaha wa kusema, wataalamu wa kufikisha maneno yao kwenye nyoyo za watu. Yahsabuna kulla sayhatan alaihim, lakini kila sauti inayopigwa wao huwa wanahisabu inaelekezwa kwao, hawajiamini. Akisema khatibu kwenye hutuba, anasema yule ile hutuba kanitungia mie, mshenzi kweli, anamtafsiri vibaya. Akisomesha mtu akakubalika, anasema yule anajiona pale, ninastahiki nisomeshe mimi yule hajui kitu mbele yangu, mimi nina elimu kuliko yeye. Hasadi inafanyika, halimradi ndio yuko hivyo tu. Mzuri ukimuona, tamu spichi zake, kasoma, sio mjinga, lakini dasturi yake, tabia yake sio nzuri. Humul aduu, hawa ni maadui wa Allah na ni maadui wa watu pia. Kwa hiyo Mtume kaambiwa humul aduu fahdharhum, hawa ni maadui, tahadhari nao sana. Sasa wanafiki si watu wa ovyo, ni watu wazuri. Wengine mashekhe msikitini mwao, ni ule msikiti masala ya taaluma anategemewa yeye, shekhe wetu fulani. Wengine ndo makhatibu kwenye Ijumaa zao, lakini ikitokezea akachelewa akaja akatoa hutuba mtu mwingine, anakuja kuuliza kapewa idhini na nani kutoa hutuba.
Baada ya leo hakutubii tena. Siku ya pili au ya tatu mnamzika, au wiki ijayo. Shehe kapigwa na shehe mwenziwe. Unaona bwana, yani mambo ya ajabu 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 yanafanyika, watu hawamjui, lakini Allah anamjua. Sasa anasema yauma yaqulu lmunafiquna walmunafiqatu, siku hiyo ya mchujo ni siku ambayo watakuja kusema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake, lilladhina amanu, maneno yao wanasema kuwaambia ndugu zao walioamini, undhuruna, tungojeni, naktabis min nurikum, tuonee hiyo nuru yenu. Naktabis inatokana na neno iktibasi. Iktibasi ni kutumia kitu cha mtu mwingine bila ya kukipunguza chochote, halafu unamwachia mwenyewe kama kilivyo. Kama hiyo ana tochi nyazime, unatumia tochi kuonea, halafu unampa tochi yake mwenyewe na betri zake, haijapungua chochote, labda umeacha fingerprint zako ulipoikamata. Umefahamiana? Au mvuta sigara, ana sigara yake mwenyewe anavuta, mwingine anayo sigara yake haina moto, akamwambia sasa huyu mwenye sigara yenye moto anampa mwenzake, anagandisha tu na sigara yake inashika moto, ile anamrejeshea mwenyewe vile vile. Kitu kama hicho ndio iktibasi. Umefahamiana? Sasa watu wenye kiza, sababu ya kuwa wako kizani, tumesema tukio lenyewe ni la mchujo. Watu wanaondoka pale, kila mtu anaona kwa nuru yake mwenyewe, hawaazimani. Yani hata kama mmefatana hivi, huonei nuru ya mwenzio, ni yako mwenyewe. Sasa wale waliokuwa hawana kabisa nuru wanajua hapa kundini tuko na ndugu zetu. Pengine upande wa watu waliovuka yuko mtoto, baba yake yuko huku upande ambao hawajavuka, wako kizani. Kwa hiyo baba atapaza sauti amwambie mwanawe, sio maneno ya kutupa tu, tungojeni mtu asomjua. Mtu anamwita mtu wake anayemfahamu, anayejua hapa huyu ni lazima anisaidie. Undhuruna, tungojeni, naktabis min nurikum, angalau tusumbe hiyo nuru yenu. Wenyewe mnabaki na nuru yenu, sie tuonee tu. Qila, watu hawa wanaoomba mwanga wa kuvukia kwenye eneo la kiza wataambiwa, na wanaambiwa na nani? Wanajibiwa na wale wale ndugu zao wenyewe. Qila, patasemwa wajibiwe, irji'u waraakum faltamisu nura, rudini huko nyuma yenu mkaitafute nuru. Yani mtu kama akaambiwa na baba yake, hamuonei kimeme, anamjibu hivyo hivyo tu, irji'u waraakum, rudini nyuma yenu. Nyuma yenyewe ni duniani, kwa sababu hichi tulicho nacho leo, hichi hatujanunua, hatujaazima. Hichi tulikiandaa kule kwa maandalizi, na bahati mbaya hakimegeki nikasema nikutupie kipande, hakiazimiki nikasema nikuazime. Njia pekee ni kule duniani ndo kilikuwa kinatayarishwa hichi kitu. Kwa hiyo kama kuna chansi, rudi nyuma ukatengeneze na weye. Hapo pa kurudi papo, ardhi haipo tena, muda wake umekwisha. Inafahamika hiyo, ni Qur'ani ndo inatupa picha nzima hiyo. Qila, patasemwa, irji'u waraakum, rudini nyuma yenu, faltamisu nura, mkajipange kuitayarisha, kuiandaa hii nuru. Hii inapatikanwa duniani. Fadhuriba bainahum bisurin lahu bab, patapigwa baina yao kuta kubwa lenye mlango. Baina yao ni kwamba kuna kundi la watu limeshavuka eneo hili hatari, liko mbele, na kuna kundi jengine bado liko nyuma kwenye eneo hatari, njia mbaya, na linahitaji msaada wa kuona tu, mwanga tu. Hili gepu liliopo baina ya hawa na hawa, lile tupu, Allah anapiga ukuta mkubwa. Na Allah haagizii matufali kwa mpiga matufali, wala hata kifundi kijiko akayapange yale matufali.
anapiga ukuta tu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Watajishtukia pamewekwa kuta kubwa kati yao. Batinuhu, upande wake wa ndani, ndani ya huo ukuta. Ndani kwa nani? Kwa hawa wanaoomba nuru Upande wa ndani, yani upande wao wa pili huko wa ukuta, fihi rahma, huko ndo kunako rehma ya Allah. Waliovuka wako huko, hao tayari wanaenda zao kwenye eneo la peponi. Wa dhahiruhu, lakini huku mbele yake, huku nje yake, waliko wale waombaji, aladhab, pale ni eneo la adhabu tupu. Wameomba kwa sauti kubwa, wakajibiwa kwa sauti kubwa. Wamesikia jawabu, irjiu waraakum faltamisu nura, rudini nyuma yenu duniani mukajipange kuitafuta hii nuru. Hii inapatikana kule. Ni matokeo ya kazi ngumu zilizotugharimu kwenye wakati wetu ule wa maisha ya mpito, ndio tukajipanga tukatengeneza hichi tulichonufaika nacho leo. Kwa hiyo na nyinyi rudini mkatayarishe. Jawabu hii itawakera. Kama ni baba kajibiwa na mwanawe, au mtoto kajibiwa na baba yake, pengine baba mwema mtoto kawa khabithi, kaingia mambo ya mjini au vinginevyo, lakini jawabu inauma, kwa sababu aliyekujibu hukutegemea hata siku moja kama anaweza akakujibu hivyo. Lakini huyu mtu tangu duniani anaogopa haramu, anaogopa kumuasi Allah. Kule siku hala kwa kuasi, atafanyaje kosa hilo? Kama ambavyo watu wa peponi wanakula starehe zao, vyakula vyao, vinywaji vyao, wataonanishwa na ndugu zao walioko motoni. Watu wa motoni watawaomba ndugu zao walioko peponi. Wanada ashabu nari ashab aljanna, watu wa motoni watawapazia sauti kuwaomba watu wa peponi, ndugu zao, an afidhu ilaina min almai au mimma razaqakumullah. Ndugu zetu, hali yetu huku ngumu, hatuna chakula, hatuna kinywaji, tujalieni kidogo, kiasi kidogo katika maji ya kunywa. Huku tuna kiu na maji hakuna. Au katika hizo riziki nzuri nzuri alizokujalieni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anamwomba ndugu yake, kwa sababu watapewa mawasiliano, watakuwa na live communication, wanaongea na wanaonana. Tujalieni. Wanaona watu wa motoni ndugu zao wanakula vyakula vyao vizuri, wako katika maisha ya matanuzi. Watasema watu wa motoni kuwaomba ndugu zao wa peponi, an afidhu ilaina min almai, jamani tujalieni na sisi angalau maji, wa mimma razaqakumullah au mimma razaqakumullah, au katika riziki zote ambazo Allah amekuruzukuni, tujalieni na sisi. Watawaambia inna Allaha harramahum ala alkafirin alladhina takhadhu dinahum lahwan wa laiba au huzwan wa laiba. Vyakula vya huku na vitu vya huku Allah ameviharamisha kwa makafiri ambao walipewa dini duniani, waandae maisha yao ya dini ili waje wavune mafanikio ya huku, lakini dini yao wakaifanya ni kitu cha mchezo na upuuzi. Hawakuijali dini. Hao Allah kawaharamishia neema za huku. Kwa hiyo sisi kutoa hizi neema tukaposti huko, tutakuwa tumefanya jambo la haramu, na haijuzu sisi kufanya haramu. Tuliogopa duniani kufanya haramu, tukajinyima raha wakati wengine wanastarehe, tukalala na njaa kwa kuogopa haramu, tutakuja kufanya haramu hapa. Kwa hiyo mawasiliano, maongezi, maombi yatakuwepo baina ya watu wa huku na wa huku, lakini jawabu zenyewe zitakuwa ndo kama hizo. Sasa hao wameomba nuru wavuke lile eneo hatari, tena ya kuwazima tu, sio wagaiwe. Tusubirini, wamwambia undhuruna, tungojeeni. Yani hapo mlipo tungojeeni, na sisi tujikongoje mpaka tufike, angalau mtushike mkono tuvuke pamoja kwa kutegemea nuru yenu. Jawabu watakayopewa irji'u waraakum faltamisu nura. Hapa hangojewi mtu,
rudini nyuma mkaitafute nuru. Fadhuriba bainahum bisurin, patapigwa baina yao ukuta, lahu babun, ukuta huu na mlango, batinuhu fihi rahma, upande wake wa ndani walikovuka wale wenye nuru, huko ndo kuna rehma ya Allah, wale watu washafaulu wanaenda zao peponi. Wa dhahiruhu, huku nje yake waliko walioomba nuru, min qibalihi, upande wa kuukabili ule ukuta wanakoendea, aladhabu, pale pana adhabu tupu. Yunadunahum, watapaza zaidi sauti zao hawa wanaoomba nuru, kwa sababu wanaowaomba sasa wako upande wa pili wa ukuta na ukuta ni mkubwa, inabidi wapaze sauti, sauti zao zifike mbali. Yunadunahum, watawapazia sauti wawaambie, mnatujibu hivyo, alam nakum maakum, kwani si tulikuwa pamoja duniani? Kama kuswali na sisi tuliswali, kama kufunga si tulikuwa tunafunga pamoja, kufuturu tunafuturu pamoja. Sasa ndiyo tunafuturu pamoja, lakini mimi nikichelewa msikitini futari nzuri zote sizikuti, kwa sababu wewe huswali, ushazila zote. Sio jawabu hiyo atajibiwa, lakini ule wasifu wa Uislamu wa huyu na Uislamu wa huyu tofauti kabisa. Lakini wanakumbusha tulikuwa pamoja kama Uislamu, na sisi tulikuwa Waislamu pamoja, amali tumefanya pamoja. Hasa kama tumefanya pamoja, mbona kuna matokeo tofauti? Alam nakum maakum, kwani hatukuwa pamoja na nyinyi? Ndo aya hizo zinatufunza. Qalu, watasema walioko kule kwenye nuru, bala, kweli tulikuwa pamoja sisi na nyinyi. Walakinakum, lakini nyinyi wenzetu, fatantum anfusakum, mulizitia wenyewe nafsi zenu kwenye fitna, mliipenda dunia mkaidharau dini. Kwa hiyo mmeidharau akhira hii, hamkuitayarisha, mmeiziingiza nafsi zenu kwenye fitna. Fatantum anfusakum. Jengine, watarabastum, sisi ndo mlikuwa mnatuona wakorofi, mkatuambia tuna misimamo mikali. Nyinyi wenye misimamo poa, watu wa misimamo wastani, mkafanya mambo yenu kwa kutaka ridhaa za watu wa dunia. Kwa hiyo watarabastum, siku zote mlikuwa mnatupendelea mabaya yatufiki. Ukiingizwa jela, ndugu zako wanasema kayataka mwenyewe, anajifanya Muislamu sana, kwa sisi si Waislamu, maana ndo anajiona Muislamu mzuri, hajakera mtu. Unaona? Kwa hiyo anasema hata bado nataka yamfike haswa, nataka asitoke huko jela, akitoka atoke kipofu. Ndo aina ya Waislamu wenyewe. Watarabastum, kwenye dunia yenu sisi tukiithamini dini, tukishika amri za Allah, mnatusakizia mabaya. Anamleta mtu hasa mbaya, ukamatwe, ambia lakini sitaki anione nyumba ile ya mlango wa buluu ile, umeona ile ile, sasa hivi yumo kaingia, sasa hivi mimi nakaa hapa. Muislamu mwenzio mfahamiana, wengine akitoka hapo keshapigwa 10,000, anaenda zake Amani mkoa kufurahi, Muislamu. Lakini aina ya Uislamu wake ndo hiyo, pakiadhiniwa anaenda msikitini, lakini na mambo ya watu wa dunia anayo haji. Qur'ani hana habari nayo, akiisoma haelewi chochote. Kwa hiyo madam haelewi chochote, hatekelezi amri zake wala haachi makatazo yake. Kwa hiyo watarabastum, nyinyi pamoja na kwamba tulikuwa pamoja sawa, nyinyi mlikuwa mnatutakia sie mabaya. Kila tukishika maisha ya dini mnatuhesabu sisi ni wakorofi, mnatupendelea shari, tena ile shari mnaichunga haswa ije kwetu. Jengine, wartabtum, yale aliyoyatangaza Allah kuwa yana faida, ni ya thawabu, yanampandisha mtu daraja. Irtabtum, mulikuwa mnashaka nayo, msema si kweli, tunadanganyana. Irtiab ni kwamba kuna jambo lakini huna uhakika nalo, sema hili mambo mengine bwana, ukiambiwa na wewe ongeza ya kwako. Kwa hiyo wao wanajiongeza. Lakini jengine wagharratkumul hayatu dunya hata jaa amrullah,
mulidanganyika na maisha ya dunia. Nyinyi mliona maisha ni pesa, kukaa pazuri, kula vizuri, kuendesha gari nzuri, kufanya hivi. Kwa hiyo kipaumbele kilikuwa ni maisha. Kipaumbele sio dini na maisha ya milele unakokwenda. Mlidanganyika, madam mimi ni Muislamu basi mimi nitakwenda tu peponi. Na wengine ndio huuliza, kwani si wanaoingia peponi watatoka? Uambiwe watatoka. Sasa madam watoka, mimi si Muislamu, mimi Muislamu, acha niponde maisha. Hata nikiingia motoni nitaingia kwa muda alafu nitatoka. Wewe acha mzaha. Pigania usende kabisa. Sio madamu nitatoka basi. Wagharratkumul amaniyu, yalikudanganyeni yale matumaini yenu ya kiakili kwamba kama peponi wanaenda Waislamu, mimi ni Muislamu, mimi ni mtu wa peponi. Unapima mambo kimantiki tu, mimi Muislamu, peponi wanaenda Waislamu, kwa hiyo mimi ni mtu wa peponi. Lakini unafanya unavyotaka wewe, sivyo ulivyotakiwa kufanya. Muliishi hivyo hata jaa amrullahi, mpaka ikaja amri ya Allah. Wagharrakum billahi algharur, maisha mlioishi alikuwa kakushikilieni shaitani mdanganyifu, kakudanganyeni akakushikilieni kwenye maasiya na dharau na puuza kwenye mambo ya dini, mpaka mauti yamekufikeni katika mazingira mabaya. Kwa hiyo hawakupata msaada. Kitendo cha kutoka mauqiful qiyama, wakati wengine wakitoka hapo wanaenda zao motoni moja kwa moja, lakini hawa wanaenda peponi kwa sababu kuna vitu vingi vya kupimwa. Kuna kauli kwenye suratu Yasin, Allah atasema siku ya kiyama kuwaambia watu, baada ya kubaguliwa wazuri na wabaya, hawa wanafiki ni watu watata, watajichanganya kwenye kundi la watu wazuri. Na kwa mifano niliyokupeni, wengine mashehe wamesoma kwenye vyuo vikubwa, wana ilmu ya kutosha, Qur'ani wanaijua. Sasa siku ya kiyama Mtume amesema, yuqalu lilqari yawma alqiyama, mtu atakayejisema mimi ni Muislamu, nimesoma Qur'ani. Mtume wako nani? Anamjua Muhammad, kwa sababu alikuwa anamsomea maulidi, anamsifu sana. Vikwazo vingine vidogo vidogo anavuka. Sasa atakayesema nimesoma Qur'ani ataambiwa haina shida, umesoma Qur'ani, sasa basi na leo tusomee. Siku ya kiyama kutakuwa kuna muda mrefu, mtu ataambiwa ikra, soma, warabat, tena usome kwa mazingatio vizuri, taratibu, hatuna haraka. Waratil kama kunta turatilu fi dunia, uisome Qur'ani kwa tartili, panapo mada uweke mada, kwenye shada uweke shada, harufu zake zisikike vizuri kama ulivyokuwa unasoma duniani, usivuruge vuruge tu. Fa inna manzilataka alana, kwa sababu cheo chako na daraja yako utakayofikia sasa hivi, min akhiri ayatin takrauhu, inategemeana na aya ya mwisho utakayoisoma. Anza mwanzo unapopajua mpaka hapo utakapoishia. Aliyehifadhi juzuu 30 zote ziko moyoni, anazisoma zote. Manake huko hupewi msahafu wala pahala palipoandikwa. Soma, unasoma kilichomo moyoni. Pale ulipokufa ulikuwa umekihifadhi, hujakisahau. Kile ukiamka unaamka nacho. Kwa hiyo kuna watu vikwazo kama hivyo watavuka kwa sababu uwezo wanao. Soma, anasoma. Maswali ya nani mtume wako, nani Mungu wako, anajibu, lakini amali zake mbaya. Kwa hiyo michujo kama hii ndio itakayofaa kuwafanya wasifanikiwe kufika peponi. Yauma tubla sarair, siku ambayo patafanywa ibtilaa, zidhihiri siri za watu zilizomo nyoyoni mwao. Sasa wale watakapotoka pale mauqif, wengine wasema tuliswali. Mliswali? Mliswali kwa ajili ya nani? Tuliswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana kule wanamjua. Tuliswali lillahi ta'ala. Basi Allah anasema katika mitihani hiyo as-sarair, katika mitihani ya siku hiyo atawaambia viumbe wake Waislamu, wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun,
Ndiyo, nyinyi mliishi Waislamu, mlifanya amali za Kiislamu, lakini nyinyi wengine mna makosa na mnajijua. Wamtazu lyauma ayuha lmujrimun, hebu jitengeni, pambanukeni leo nyinyi mnao makosa. Na mtu mwenye jinai, mwenye jarima anajijua. Nilikataza kuzini, wengine mmezini. Nilikataza kuiba, wengine mmeiba mpaka mali za umma, mradi tu uwe tajiri, ukakusanya vyako na visivyokuwa vyako, vya halali yako na ambavyo si halali yako, wewe umejikusanyia tu. Nyinyi ambao rekodi zenu zinaonyesha mna makosa, imtazu, hebu jibagueni, kaeni upande. Wale waliokuwa wako safi, kazi zao ni neat kabisa, wakae upande mwingine. Unataka kufanya maamuzi. Wanafiki watajichanganya na watu wa kheri, hawatoki. Tokeni, hawatoki. Sasa litakapokuja swali, je, mlifaradhishiwa nini? Tuliswali swala 5. Basi Allah atawaagiza tu kwenye kundi, usjudu lirrahmani. Duniani, wa idha qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna fazadahum nufura. Wanapoambiwa watu hayya ala salah, msujudieni Rahmani, wanahoja Rahmani ndo nini? Sasa tuna mambo yetu, tuna mishemishe zetu sasa hivi. Kwa hiyo adhana wala haimuathiri, haimsumbui. Akipenda anakuja kulipa kadha kaza swala zake zote za mchana usiku. Mwingine ikimpita ndo imepita hiyo. Anapobahatika wakati mwingine yuko free, anasali. Sasa siku ya Kiyama, katika mitihani ya siku hiyo ya umatubla sarair, atawaambia watu waliojichanganya, usjudu lirrahmani. Nyinyi nyote hapo Waislamu, natambua Uislamu wenu, basi naomba mumsujudie Rahmani. Pigeni sijida moja tu, hapatakiwi ukimu hapo wala usali swala nzima. Sujuduni. Allah anasema, na huo ni mchujo pia, yauma yukshafu an saqin wa yudauna ila sujudi fala yastati'un, siku ambayo watu wataadhiriwa wadaiwe wasujudi sijida moja tu na hawatoweza. Waliosujudi kwa ajili ya Allah duniani wanakwenda moja kwa moja chini, viungo vyao vishazoea, vina zoezi la kutosha la kusali. Wale waliokuwa wanapuuza sala, inawashinda sijida moja siku hiyo. Kila akijingamua aende, mfupa wake hauna viungo, haupindi, kabaki kasimama tu. Sasa wengine wepesi washakwenda chini, wanaambiwa basi nyinyi mlosimama kaeni upande huu, waachieni walosujudi hapo hapo kwenye sijida yao. Mchujo huu. Yauma yukshafu an saqin, saqi ni muundi huu, na Waislamu wana tabia ya kuvaa nguo ndefu. Sasa kashfu saqi ni kukunjua muundi ukawa nje. Si maana yake kwamba watavuliwa nguo. Kashfu saqi maana yake ni mtu kuadhiriwa, kama katolewa stara yake. Kwa hiyo kuna watu wamejichimbia, wamejing'ang'aniza kwenye kundi la watu wasiofanana nao, wakiambiwa tokeni hawatoki. Basi mitihani ya kuwatoa ipo mingi tu, Allah anayo. Wakiambiwa sujuduni, yudauna ila sujudi, wataagizwa wasujudi, fala yastati'un, hawatoweza kusujudi. Kwa hiyo kama huwezi kusujudi, basi subiri, we ni Muislamu unajulikana, lakini kwanza kaa huku. Waliosujudi waache na sijida yao. Anameguka, anakaa upande, hana jinsi. Kwa hiyo ni mitihani kama hiyo. Unapigwa kiza, nuru ya kuonea huna. Sujudu, kupinda huwezi, huendi chini. Fanya hivi, unashindwa weye, alimradi peponi hufiki. Hilo la gizani ndo la mwisho, tena watu wako getini huko washavuka, wewe ndo unakwama pale, unaenda zako kwenye jahannam. Kwa hiyo ukiwa Muislamu, kuwa Muislamu kweli kweli, kama Allah alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan, enyi waumini, enyi Waislamu, ingieni kwenye Uislamu, jisalimisheni kwa Mola wenu totally, msifanye mzaha. Ukawa Muislamu, kuwa Muislamu kweli kweli hasa.
wala usione aibu mahala popote kujitangaza kwa wewe ni Muislamu na kulinda heshima ya Uislamu wako. Wala tatabiu khutuwati shaitani, wala msifuate nyayo za shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, shaitani kwenu ni adui wa wazi. Silimni kikamilifu, ishini maisha ya Kiislamu, muuthamini Uislamu wenu, kuweni Waislamu na muingie ndani ya Uislamu jumla jumla. Hiyo ndo maana ya yauma tubla sarair. Nimesema kwa ufupi, dondoo ziko nyingi na aya nyingi za hizo ibtilai, mitihani ya siku hiyo ambayo watu wengi watakuwa wanafeli, na wakifeli na kuwa ndio sababu ya kuwa disqualified. Wewe si wa huu kutoka, kaa kule. Yauma tubla sarairu, naam, hiyo ni siku ya kuja kufichuliwa siri. Yauma tumtahanu alquluba wa tukhtabaru, ni siku ambayo nyoyo zitafanyiwa mitihani na majaribio. Wa yu'rafu ma biha, yajulikanwe yaliyomo ndani ya hizo nyoyo. Min alaqaidi wan niyati, katika itikadi zao na nia. Mtu ana itikadi ya chama chake kaithamini zaidi kuliko itikadi ya Uislamu. Panapo maslahi ya chama chake, Uislamu ukivunja maslahi ya chama chake, anapambana na Uislamu na Waislamu. Sasa hii ndo nia yake iliyomo moyoni, mapenzi yake yako huku, sio kwenye dini. Anapofanya amali zake hatii nia kutaka radhi ya Allah, ana malengo yake mwenyewe ya dunia yake. Aima itakuwa ana tamaa ya pesa au ahadi nyingine ya kupata aina yoyote ya maslahi ya dunia, ndo nia yake. Akifanya hili analenga nitapata hili la dunia. Yatajulikanwa siku hiyo nani alikuwa anafanya kwa ajili ya Allah na nani alikuwa anafanya kwa ajili ya dunia yake. Wayumayazu baina ma taba minha wa ma khabutha, yatapambanuliwa yaliyomo nyoyoni mwa watu baina ya yale mazuri na yale mabaya. Watajulikana ndani nje, nje ndani, juu chini, chini juu, siri zao walizokuwa nazo. Watu wote watashuhudia, kumbe huyu mtu hakuwa mtu mzuri, kumbe alichohukumiwa anastahiki. Fama lahu min quwwatin wala nasir, siku hiyo yatakapojiri ya kujiri, mtu hatokuwa na nguvu ya kujitetea mwenyewe, wala hatokuwa na nguvu ya mwingine itakayomsaidia kumtetea, kumnusuru. Tulisoma hii, falaisa lilinsani fi dhalika alwaqti, mwanadamu katika wakati huo hatapata quwwatun, nguvu ya aina yoyote, tadfau anhu aladhab, nguvu ambayo ataitumia kujikomboa mwenyewe au kujikinga mwenyewe na adhabu. Yeye mwenyewe binafsi mtu hatakuwa na nguvu ya kujitetea au kujikomboa. Wala nasirun, wala hatompata mtu mwingine wa nje atakayekuwa ni mkombozi wake akamnusuru. Yansuruhu wa yujiruhu, akamnusuru na akamuokoa kwenye matokeo mabaya atakayohukumiwa. Ukiyakoroga, matokeo ya kukoroga kwako utakuja kuyavuna mwenyewe. Hakuna msaidizi, hakuna msaada utakaoupata, wala mwenyewe kujisaidia hutoweza. Qala fi tashhili, amesema shekhe aliandika tafsiri ya tashhili kwenye aya hii, lamma kana daf'u almakarihi fi dunya imma biquwwati alinsani, kwa sababu tabia ya hapa duniani, kwa kuwa mtu hujikomboa kutokana na matatizo yanayomkabili kwa sababu ya nguvu yake mwenyewe, au binusrati ghairihi lahu, au mtu anaweza akasalimika kutokana na matatizo kutokana na nusura ya mtu mwingine atakayomnusuru. Kaja mwenye sauti anasema huyu mtoe jamaa, unatolewa. Bwana jela mwenyewe anakufungulia kama uko jela. Tasema huyu mtoeni, toeni haraka bwana, silikatokea jengine hapa ikaoja ikawa case kule. Kule ukiambiwa utolewe, wale faster wanakutoa, kwa sababu kuna kauli ya mnene katoa, hao watu ntoleeni, wapelekeni mahala fulani, watapelekwa. Dunia ndo iko hivyo, aidha mtu mwenyewe ana credit
anaitumia, au atatumia credit ya mtu mwingine. Duniani ndo pako hivyo. Sasa kwa sababu dunia imepambwa na vitu hivi, akhbarahu Allahu taala, ndo maana Allah anamkhabarisha binadamu ambaye vitu hivi anavijua, nguvu yake mwenyewe au nguvu ya mtu mwingine, kiki ya mtu mwingine. Allah anamjulisha binadamu mapema hapa hapa duniani, annahu yaadimuha yauma alqiyama, hivi ambavyo watu wanavitegemea sana hapa duniani, Allah siku ya kiyama anavitowesha, havipatikani. Huna nguvu kujitetea mwenyewe, wala hakuna nguvu ya mtetezi yoyote atakayekuja kukutetea. Fala quwwata lahu fi nafsihi, binadamu mwenyewe binafsi hatakuwa na nguvu, wala ahadun yansuruhu min Allah, wala hatokei yoyote wa kumnusuru binadamu mkosefu kutokana na maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma dhakara ta'ala amra almabda'i walmaadi, baada ya Allah kututajia habari ya chanzo cha binadamu na marejeo yake, mwanzo kaja vipi na atarejeshwa vipi. Ada fa aqsama ala sidqi hadha alkitabi almu'jiz, aya zinarudi tena kwa kiapo, anaanza viapo vingine, anaapa Allah kututhibitishia miujiza ya Qur'ani hii, jinsi kilivyo kitabu kimeshinda vitabu vingine. Faqala, akasema, wasamai dhati raja, ninaziapia mbingu zenye mrejesho. Wasamai dhati raja, ninaziapia mbingu zenye mrejesho. Wal ardhi dhati sadai, na ninaiapia ardhi yenye kupasuka ikaruhusu miti na mimea kuota. Hivyo ni viapo viwili. Alichokiapia anasema innahu la qaulun fasl, kaapa viapo viwili kuthibitisha Qur'ani ni maneno ambayo yako wazi, yanaeleweka na aina yoyote na kiwango chochote cha akili ya binadamu. Msomi sana anaielewa Qur'ani kwa mujibu wa elimu yake. Yule ambaye hana elimu kidogo, hata kidogo, wallahi ataielewa Qur'ani na yeye kwa uwezo wa akili yake. Ni kitabu cha maajabu, kinafahamika, hakina utata, aina yoyote ya mtu anafahamu, ananufaika tu na maagizo yake. Kadiri ukiwa na elimu zaidi, unaan maarifa zaidi kwa mujibu wa fani yako. Mtu wa baharini humu akikuta aya zinazozungumza bahari anastafidi. Mkulima humu akikuta aya za kilimo anastafidi. Mtu ambaye anaifahamu tu akaisoma hii Qur'ani, watakuja kwake watu wenye fani zao, wambie pale ulisema vipi vile, hebu nipe faida zaidi, kwamba yeye ana gain zaidi kuliko wewe ulivyofahamu. Umempeleka mbali kwa kumfahamisha hichi Allah kasema hivi. Kwa hiyo kwanza alichokiapia ni mbingu na ardhi. Wasamai, naziapa mbingu, dhati rajai, zenye mrejesho, yani mbingu zinarejesha mvua, sio mbingu hizo za juu. Samaa kwa lugha ya Qur'ani ni eneo liliopo juu yetu tu hapa. Kwa hiyo tafsiri ya wasamai dhati rajai maana yake uqsimu bisamai dhati almatari, ninaliapia eneo la juu yenu ambalo linatayarishwa mvua. Kwa mvua ni maji yale yale tunayoyakuta mtoni au baharini au kwenye kisima, tunatumia kwa shughuli zetu mbalimbali, kunywa, kufulia, kuogea na mambo mengine. Maji na tabia yake ndo ile ile maji, uzito wake ndo ule ule maji, lakini Allah huwa anayatoa chini akayapeleka juu, halafu yakatoka juu yakamwagika chini kama tunavyoona. Ni kitendo kinachojirudia tangu umeanza ulimwengu. Water cycle, mzunguko wa maji. Maji yanatoka ardhini, jua likipiga juu ya uso wa ardhi, linapiga baharini, kwenye mito, visimani, kwenye madimbwi, kwenye miti, umande wa asubuhi. Jua likipiga mle, basi kunatokea process ya evaporation. Maji yanakuwa yana hali kuu tatu. Unaweza ukayakuta maji kwenye liquid form, kwenye umbile lake la umajimaji la kawaida, kama unavyoyaokota mtoni, kisimani, baharini na penginepo. Lakini maji yale yale yanageuka yakawa ni gaseous form, ukayakuta yako kwenye
umbo la mvuke. Mvuke hautuami pahala, unakuwa ni mwepesi, unapanda juu, ni maji. Au ukiyachemsha jikoni, maji yako yale ukikaa masaa, sufuria litakauka, maana yote yanageuka mvuke, yanapanda, yanaondoka. Kwa hiyo hali ya pili ya maji ni gaseous form, yanakuwa kwenye umbile la gesi, ndo ule mvuke. Hali ya tatu ya maji ni solid form, unayakuta kwenye umbile la mgando, ndo ile barafu, theluji, ni maji yote. Kwa hiyo anayasarifu Allah anavyotaka, yanakuwa hivi, yanakuwa hivi, yanakuwa hivi. Kwa hiyo jua likipiga kwenye earth surface, linapiga baharini, linapiga mitoni, linachukua kiasi fulani cha maji yanayo evaporate mle, yanapanda juu. Upepo nao unasukuma, unachukua moshi mnaochoma majani, vumbi dogo dogo la njiani, wakifyagia watu viwanja vyao, upepo unachukua, unachanganya na unyevu uliomo, vitu vinapandishwa juu. Allah mwenyewe anasarifu anavyotaka, yanakaa maji angani. Hakuna mapipa ambayo anakwenda kuyastore hayo maji. Maji kama maji anayeweka angani tu hivi, yanatembea kwenye mawingu, na akiamua ayashushe ndio yanaanguka kama hivi, yakajaza mabonde humu, wengine wakakosa makazi, waliojenga mabondeni, mafuriko mpaka kwenye mashamba yakatuathiri. Maji kama unavyoona mengi yanatoka juu. Kwa hiyo imeitwa samau dhatu rajai, kwamba inapokea, inahifadhi, alafu inakurejesheni maji yenu. Ni mzunguko wa maji ambao tangu imeanza dunia huko hivi. Ni mnahesabu hii ndo mvua gani? Masika haya? Hapana, hii sio masika, hii vuli, hii kipupwe, hii ya mchoo, hii hivi. Sasa na hilo pia sema hakuna Mungu, linafanywa na nani? Anakufanyeni Marekani? Marekani ndo nani? Si mtu tu kama nyinyi. Sasa vitu vina ushahidi wa kwamba muumba yupo ni vingi, na hivyo ndo viko, ndo maana anatumia kuviapia. Ninaiapia juu ambayo inakurejesheni maji kwa kupitia mvua inayonyesha. Asama, juu, alladhi, ambayo yarjiu ala alibadi, inawarejeshea waja maji kwa kupitia mvua, hina baada hini, kila siku, kila mwaka, kipindi baada ya kipindi, mnapata mvua, mnapata chakula kwa sababu ya mzunguko huo wa maji. Qala Ibn Abbas, na amesema bwana Abdullah ibn Abbas, arraj'u, hilo neno raj'u lililotajwa hapo, almataru, maana yake ni mvua. Walaulahu, kama sikuwepo zoezi la kunyeshewa mvua, la halaka nasu wa halakat mawashi, watu wangeangamia na vile vyanzo vya maisha yao vingeteketea vyote. Msingepata ndizi wala kiazi kisingeota, ardhi ingebaki kavu. Ardhi ikifa, ikikosa maji, hata sururu haipenyi chini kwenye udongo kama wa kwetu mwekundu. Sijui mnabisha, siku ya jua kali, udongo umeng'ang'ana, piga mtaimbo au sururu, kama linaingia robo nchi. Lakini ikipigwa na mvua inakuwa pumbavu kweli kweli, ardhi laini. Hata mzizi mchanga wa mmea unaoanza kuota unaweza kuitoboa ardhi ukaenda chini, na hakuna nguvu inayotumika pale, kwamba ule mmea au mti una nguvu ya kudrill ukachimba. Mzizi mchanga ambao ukiung'oa, ukiufikicha kwa vidole hivi unafikichika, lakini unapewa uwezo wa kupenetrate kwenye ardhi na ukenda mbali kutafuta maisha ya mmea. Kama si mvua, pasingekuwa na maisha katika hii ardhi. Ikigoma mvua watu mpaka makafiri wanasema, haya wananchi, ombeni kila mmoja kwa imani yake. Yani anaamini waungu wenu wote wanaweza wakatusaidia. Kila mtu kwa imani yake wanaomba mvua. Kwa hiyo kama si mvua, pasingekuwa na maisha. Lakini Allah anateremsha maji kutoka juu, akaihuisha ardhi baada ya kufa kwake,
ikaotesha kila aina ya miti na mimea kwa manufaa yetu sisi binadamu na wanyama wetu. Mataan lakum wa lianamikum, mnapata nyinyi binadamu manufaa na wanyama wenu wananeemeka, wanapata majani wakala, wakastawi, wakazalisha maziwa na watoto wao wakawa wazuri wakizaa. Maisha ni kwa sababu ya maji. Wal ardi dhati sad'i, ninaiapia na ardhi yenye kupasuka. Kupasuka kupi? Yani wa uqsimu bil ardi, ninaiapia ardhi allati, ardhi ambayo tatasaddau wa tanshaku, inafanya nyufa na mipasuko, inapasuka ardhi, inakuwa ngumu ikiwa kavu haijapata maji, lakini ikipata maji inakuwa ni nyepesi, inaruhusu kila kitu ilichoamrishwa ikiruhusu. Fayakhruju minha, ikichanika ardhi au ikapasuka, inatoa hiyo ardhi annabat wal ashjari, mimea midogo midogo yenye umri mfupi na miti mikubwa yenye umri wa kudumu, yenye umri mrefu. Kuna miti inaishi mpaka miaka 200, 300. Mingine wamepanda Waarabu huko wakoloni, ipo mpaka leo haijakatwa. Si mnafahamu hivyo? Miti Ulaya ile pale ina umri wa miaka mingapi sasa? Ile miti ya miti Ulaya pale, watu wenye umri mkubwa, mnaifahamu iko tangu mwaka gani? Hakuna anayejua. Nyote kumbe mmeikuta nyote wakuja tu Kwa hiyo ardhi hii ngumu inakufa, lakini ikinyeshewa maji inakuwa ni pumbavu, nyepesi, laini, inaruhusu mpaka mizizi kuota. Yani we kula doriani alafu kokwa itupe tu juu ya dari ikauke kavu, ikae mwaka mzima, nasema ikoko ishakufa. Siku ukisafisha darini kwako ukaitupa jaani ile, na majaa yetu ambayo yana kila kitu kibichi kibichi, kikavu kikavu, maganda maganda na nini, inakuwa pale kuna rutuba ya kutosha. Kokwa ile ukiitupa pale jani, na kwenye siku kama hizi za mvua kavu, imekaa muda mrefu, ukaja baada ya siku 3 unaona ishabadilika ile koko, imetoa mzizi mmoja ukapinda ukainamia chini, na mzizi mmoja unaelekea juu. Huo unaoelekea juu ndo mti, ule unaoelekea chini ndo mzizi wa kwanza wa awali, main root, unaenda kutafuta chakula cha mmea. Si mnaona hivi vitu kwenye mazingira, hasa watu kama sisi tulioishi shamba? Unaona kokwa ile imepinda mzizi juu, inatoa mche. Mzizi ule mchanga, hata uwe mti mgumu kama mdoriani au mwingineo, wewe mwenyewe ukiushika kwa kucha zako unatumbuka laini, lakini una uwezo wa kupenya ndani ya ardhi ukaenda masafa makubwa tu chini. Kadiri mti ukiwa na umri mrefu, ndivyo ule unavyoendelea tu chini kwenda kutafuta mahitaji ya mmea unaishi. Kwa hiyo kaita ardhi yenye kupasuka, inapasuka ikaruhusu. Kitunguu si kinavimba ndani, au kiazi kitamu, unakata kitawi cha jani la kiazi unakifukia kwenye udongo, ukishakifukia unaenda zako nyumbani, pale pana kazi inafanyika, kinaota mizizi juu, majani yanastawi. Baada ya muda unaona inatoa maua, maana yakitoka maua ujue na ndani ndo chakula kinatengenezwa. Mizizi ndani inavimba. Nani anaye uwezo wa kuifanya ardhi ngumu, dongo liweze kuachia kiazi kitune? Natoa kiazi kina uzito wa nusu kilo, yani ardhi imesukumwa na mzizi. Hiyo ndo sada aliyoizungumza Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna viazi vingine vya tona, kuna viazi vikuu kule kwetu vinaitwa mwendachi. Hicho ukichimba labda shimo naweza nikaingia kama 100 unakifata hicho kiazi chini, lakini mbegu yake ni kile kile kiazi chenyewe, kinakatwa vipande tu. Wakati mwingine navyo huwekwa mpaka vikakauka, siku ukaja ukakifukia, inatokea hiyo process.
kiazi chini kinatanuka kinakuwa, na mti juu unakwenda unakokwenda unatambaa mpaka mti ukifa, ukaja ukachimba hapo kiazi peke yako hukibeba. Nani aliyepanua chini ardhi ile mpaka kikatawala kile kiazi kikubwa kinene sana? Kwa hiyo ardhi kaipa hiyo tabia. Allah aliyeumba kaipa ardhi tabia hiyo, akaita wal ardu dhati sadai, uqsimu bil ardi, ninaiapia ardhi, allati tatasaddau wa tanshaku, ambayo huachia nyufa na ikawa inapasuka chini, fayakhruju minha nabati wal ashjar, kutoka kwenye hii ardhi ikatoka miti midogo midogo yenye umri mfupi na miti yenye umri mrefu, wal azhar, na miti mingine ya maua tu kama asumini, waridi na nini, munaotesha katika ardhi. Qala Ibn Abbas, na amesema Bwana Abdullah ibn Abbas kwenye tafsiri ya aya hii, huwa insidauha ani nabati wa thimari. Hiyo sadwa aliyoiita hapo ni ile tabia ya ardhi kuwa inaruhusu mizizi ya miti midogo midogo na mikubwa huwa inatambaa huko ndani yake. We ukaja unacheka tu, migomba yangu imekubali kweli, muhogo umestawi vizuri, sitaki muukate kisambu muhogo wangu. Unasema muhogo wako ulichomeka kisiki kikazama ndani kama nchi mbili au tatu, halafu ukenda zako kwako kulala. Pale ulipoweka kile kisiki kuna kazi inafanyika saa 24, hufanyi wewe. Kwa hiyo anayefanya hiyo kazi ndo aliye hapa. Kwa hiyo kisiki umepanda kitupu, halafu kikatoa majani na ndani chini ya ardhi kikaweka mizizi. Baada ya muda unakuja kupata wewe chakula. Umemtuma Allah kakutumikia, kakuwekea chakula, halafu humtambui, hata shukurani huna. Wewe ukishaweka unaenda zako nyumbani, kazi inayofanyika pale saa 24 usiku na mchana anafanya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya wewe kuwepo. Halafu ukishavuna na jeuri juu unatoa, hata alhamdulillah husemi. Humjui aliyekusaidia, aliyekutumikia, aliyekuruzuku pale. Kaapa, anaapia Allah vitu kama hivyo. Aqsama subhanahu wa ta'ala bisamai allati tafidu alaina alma, Allah aliyetakasika ameziapia mbingu au ameiapia mbingu ambayo inatumwagia maji, tunapata maji. Ndo kama hivi msimu huu tunapata maji alhamdulillah. Wa bil ardi, akaiapia na ardhi, allati takhruju lana thimari wan nabati, ardhi ambayo inatuzalishia matunda na inatuoteshea mimea mbalimbali kwa ajili ya mahitaji yetu. Wasamau lilkhalqi kal abi, Abdullah ibn Abbas anasema mbingu kwetu sisi viumbe ni kama baba. Wasamau lilkhalqi, mbingu kwa viumbe, kal abi, ni kama baba. Wal ardu, na hi ardhi, lahum, kwa viumbe, kal ummi, ni kama mama. Fasubhana alladhi khalaqa alazwaja kullaha, ametakashika Mola ambaye vitu vyote kaumba viwili viwili, dume na jike, usiku na mchana, mbingu na ardhi, kweli na uongo, thawabu na dhambi, vitu vyote, kila kitu kina kinyume chake. Kwa hivyo uwiano na ushirikiano wa ardhi na mbingu ndo unatupatia sisi maisha. Ndio maana akasema mbingu ni kama baba na ardhi ni kama mama. Mahusiano ya mbingu na ardhi ndo panazaliwa vitu vyenye maisha yetu sisi, tukapata uhai na tukatimiziwa mahitaji yetu mbalimbali. Wa min bainihima, na baina ya mbingu na ardhi, tutawalladu ni'ama alazima, panapatikana uzalishaji wa neema kubwa kubwa. Allah anatuneemesha neema nyingi kwa sababu ya mahusiano ya ardhi na mbingu, juu na chini, pana mambo mengi yanafanyika, ndio maana maisha yanaenda. Wal khairati alamima, pia kwa uhusiano wa ardhi na mbingu Allah anatuletea kheri kwa mjumuiko wake, kheri za aina mbalimbali. Allati, kheri ambazo, biha baqaul insani wal hayawani, kwa kheri hizo ndo maana uhai wa binadamu umebaki na uhai wa wanyama unaendelea kubaki. Kila siku tunachinja wanyama tukapata mboga, lakini hawajesha, wanazaliwa. Na sisi kila siku tunazika waliotangulia,
lakini hatujesha, tunazaa pia. Maisha yanaendelea, kila wanaokuja wanaiona dunia mpya, wanaimaindi sana, lakini nayo ishazeeka ya miaka mingi. Lakini Allah ana revive kila kitu kwa kupitia mahusiano ya hivi vitu viwili, mbingu na ardhi. Mbingu na ardhi, maisha yanaendelea. Kwa hiyo hivyo ni viapo katumia, mbingu na ardhi. Alichokiapia kwa hapa, innahu la qaulun faslun, hakika ya hii Qur'ani ni maneno yenye kueleweka, yamepambanuliwa vizuri, hayana mazonge wala utata. Inna hadha alquran, hakika ya hii Qur'ani, la qaulun fasilun baina alhaqi walbatil, ni maneno yaliyopambanua wazi wazi kati ya haki na batil, kweli na uongo, faida na hasara, kila kitu kiko wazi humo na inaeleweka. Kad balagha alghaya, Qur'ani imefikia upeo wa juu kabisa, fi bayanihi, katika bayani yake, yani inachambua mambo vizuri kuliko kitabu chochote. Wa tashri'ihi, pia imefikia upeo wa juu Qur'ani katika mpangilio wa sharia zake, ni uadilifu mtupu sharia zilizowekwa humo. Wa i'jazihi, pia ina kiwango cha juu cha miujiza yake, yani ni kitabu cha maajabu. Hakuna kitabu cha maajabu kinachoweza kufanana na Qur'ani. Wama huwa bilhazli, wala hii Qur'ani si maneno ya porojo ya upuuzi, kama unavyochukua novo ya mapenzi, hadithi za upelelezi, ukawa unasoma ukajiburudisha. Qur'ani haiko kama vitabu vingine kama hivyo. Wama huwa bilhazli, Qur'ani si kitabu cha upuuzi. Yani laisa fihi shay'un min allahwi walbatili walbatil, ndani ya Qur'ani usije ukadhania kuna kitu chochote kile cha upuuzi, cha pumbao, cha batil, au kimewekwa kimchezo mchezo tu wewe usome uburudike. Hamna vitu kama hivyo. Vitu vyake ni very sensitive, halafu vinafahamika na akili ya binadamu wa kiwango chochote kile, awe msomi awe mjinga, akifahamishwa anafahamu, tofauti na vitabu vingine. Huwezi hapa ukaja ukasomesha kitabu cha Principles of Physics halafu watu wakakuelewa, nani atafahamu? Au je hapa na kitabu cha CJ Tranter cha mahesabu ya kiinjinia usomeshe, nafikiri hata miezi mitatu hapa mtu haijui hata hesabu moja kuisolve, maana wengine hawana msingi huo wa mahesabu. Lakini kitabu cha Qur'an mtu wa level yoyote anakielewa. Alaisa hakadha, si ndio hivyo? Si inafahamika? Kwa hiyo ni kitabu cha maajabu kabisa. Wama huwa bilhazli, si kitabu cha upuuzi, bal huwa jiddun kulluhu, ni kitabu kilichokuwa kizuri chote, chenye faida tupu. Liannahu kalamu ahkamil hakimin, kwa sababu Qur'ani ni maneno ya mwenye hikima kuliko wenye hikima wote. Allah subhanahu wa ta'ala anajua maneno yake, anayapeleka kwa viumbe wake, na uwasilishaji gani atumie. Katumia uwasilishaji mzuri, kila kiumbe wake anayetaka atafahamu. Fajadirun biqari'ihi, inampelekea msomaji wa kitabu hiki cha Qur'ani an yattaidha biayatihi, awaidhike kwa aya zake. Lazima atapata mawaidha, nafsi yake itawaidhika. Wayastanira bitawjihatihi, na binadamu yoyote kwa kupitia Qur'ani anapata ukunjufu wa akili, akili yake inapata nuru, ina maono, kwa sababu ya kuzingatia maelekezo ya aya za kitabu hichi, tofauti na vitabu vingine. Wa irshadihi, na jinsi kinavyomuelekeza kwenye yenye manufaa na kinavyomtahadharisha na mambo ya hasara. Kiko vizuri kitabu hiki, binadamu anayetaka ananufaika nacho. Kwa leo naona hapo inatosha. Darsa itakayokuja tutamalizia aya zilizobaki za sura hii insha Allah. Kama dasturi, narudia tena hapa tuliposoma leo, tafsiri ya neno kwa neno. Yauma tubla sarair, siku ambayo patakuja kufanywa mitihani, zifichuke siri zilizomo nyoyoni mwa watu. Fama lahu min quwwatin wala nasir, binadamu siku hiyo hatakuwa na nguvu ya kujitetea, wala hapati utetezi kutoka kwa mwingine asiyekuwa yeye. Akiingia hatiani ni kwa kesi yake mwenyewe na hawezi kunasuka siku hiyo.
Wasamai dhati raj'i, ninaziapia mbingu zenye kurejesha mvua hapa ardhini. Wal ardhi dhati sad'i, na naniapia ardhi inayopasuka ndani yake ikaruhusu miti, mimea, mizizi kupenya, kupata chakula na kunufaika na kutengeneza uhai wa viumbe. Innahu, hakika yake Allah, innahu, hakika ya Qur'ani, innahu dhamiri inaenda kwenye Qur'ani, la qaulun faslun, Qur'ani hii ni maneno yaliyo wazi, yamepambanuliwa vizuri, hayana ugumu kuyafahamu, yanakiweka kila kitu mahala pake. Wama huwa bilhazli, wala hii Qur'ani si kitabu cha upuuzi. Anayekishika na akakisoma au akasikiliza maneno yake awe makini, aitumie akili yake vizuri kuzingatia, si upuuzi huu. Inatosha aya ya 14 tunaweka hapo leo. Tutakuja kuendelea na aya ya 15 mpaka mwisho wa sura, aya ya 17 kwenye darsa ijayo insha Allah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Sheikh, lakini leo muda umeenda sana, msije tukakaa hapa mpaka magharibi ikaingia. Hilo swali mbona liko wazi? Kila ambacho tunafanya leo na vingine tukawa ni werevu tumevifanya kwa siri zetu, siku ya Kiyama lazima kiwe hadharani, kwa sababu kule kuna mahakama na mahakamani kunatakiwa evidence. Kwa hiyo evidence itakuwepo tu, hata kama mtu kafanya makosa yake mabaya makubwa magumu, halafu akatubu na toba yake ikawa ya kweli ikakubaliwa, sio kwamba Allah kasema anawafutia madhambi yao, kwamba anachukua raba kabisa na ile rekodi akaiondosha. Makosa yanakuwepo na halafu siku hiyo utakwenda kuonyeshwa, ila kwa fadhila ya Allah wengine atawasitiria, wengine kwa kuepusha huo utata. Kwa mifano tuliopiga, inabidi mambo yao yawe hadharani, waridhike wenyewe wale wanaofanya ulalamishi, na waridhike wale ambao hawawatambui hawa watu, wasije wakaclaim kumbe Allah si mwadilifu. Hata yule shehe wetu, mimi mwenyewe nimesilimu kwa kupitia yule, halafu wanampeleka motoni. Umefahamiana? Kwa hiyo kila mtu anaonyeshwa matendo yake yote, lazima siku hiyo yatawekwa wazi, ila kuna watakaohifadhiwa kwa sababu walijihifadhi, walijistiri na wakamalizia vizuri. Allah anawaonyesha tu, ulifanya hili na hili na hili, nafasi yako ilikuwa motoni hii hapa, lakini kwa sababu ulimalizia vizuri, tumepatana, nimekusamehe na nafasi yako peponi hii hapa, ondoka nenda huko. Lakini kila kitu lazima uonyeshwe, khairi zako na shari zako zote lazima uonyeshwe, wewe kama wewe. Zitazohitaji kuwekwa hadharani kwa sababu za kimaadili na uadilifu zitawekwa hadharani, zinazohitaji zimaliziwe baina ya mkoseaji na muamuzi, hakimu, watapatana wenyewe hakimu na mwenye kuhukumiwa. Wallahu a'lam. Naam. Sahihi. Huyo anaingia motoni bila ya hisabu, ni kwamba la peponi hata lile la shubha hana, ana zero. Yule mwingine angalau ndo mizani yake huku anayo na huku anayo, ndio panahitaji cross checking na nini, proofreading na kila kitu.
Lakini huyu ni mtu la huku hana hata moja, anaenda zake jikoni moja kwa moja, akiondoka mauqiful qiyama anaenda zake motoni. Na mwingine lile la kumpelekea motoni lenye utata kwamba lazima ahukumie, hana hata moja, anaenda zake peponi moja kwa moja. Na watu wa aina hiyo ni wale mafakiri ambao walikinai ufakiri wao, hawakufanya maasi. Waliposilimu wakakaa kwenye dini, wamemalizia vizuri, hawana mazonge. Lakini wengine watachelewa sana kuingia peponi, kama Mtume alivyosema, katika watakaochelewa kuingia peponi watu wema ni Daudi alayhi salam. Daudi alikuwa mtume, kwa hiyo na majukumu yake ya wadhifa wa utume. Daudi alikuwa ni mfalme, kwa hiyo alikuwa na masala ya utawala, uendeshaji wa nchi kama mfalme. Daudi alikuwa tajiri, ana mali nyingi, kwa hiyo na kuna masuala min aina iktasabta wa fima anfakta, kila senti hii ulichumaje na ulitumiaje, ulimiliki vipi. Hana makosa, lakini kwa sababu ni kwa hala kunakotakiwa evidences, lazima kila kitu kihakikiwe. Kwa hiyo mahesabu yake ni marefu, anachelewa kwenda, lakini ni mtu wa peponi. Lakini kwa sababu ya masala ya kimahakama lazima atachelewa, kwa sababu masaili ya kesi yake ni marefu. Hawa wanyonge wanyonge ndo wanaenda tu, rekodi yake hana baya lolote la kulaumiwa kwamba lazima hili lijadiliwe, hana. Hata kama anayo matano lakini mazuri, kazi yake neat, lakini ni matano tu haya mazuri. Katika upande wa mabaya, daftari la mabaya hakuna rekodi yoyote, basi anaenda zake. Umeridhika? Inshallah. Wa alaikum salam. Mbona system ziko nyingi, lakini sasa hivi muda tena hamna, hilo liache, utafahamu huko mbele inshallah. System za Allah kali kweli, alafu ziko accurate. Hata wewe mwenyewe nafsi yako anasema unatosha kuwa ni system of recording. Ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, utafahamu inshallah baadaye. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.